Natamani Mungu aseme na wewe. Natamani Mungu azungumze na moyo wako. Natamani Bwana akuguse njoo wewe. Asante. Jumbe wetu nasema kukomesha kwa mateso. Kukomeshwa kwa mateso. Kukomeshwa kwa mateso. Amen. Kukomeshwa kwa mateso. Mateso ni hali isiyofurahisha yenye maumivu kwenye maisha ya mtu. Hali inayomkosesha mtu raha na kumnyima usingizi wakati mwingine na kumpa mawazo. Ndio maana ya mateso. Mateso ni hali isiyofurahisha, ni hali inayoumiza. Tukiwa bado tuko duniani, ni wazi kwamba tunaweza kukutana na mateso mbalimbali. Tunapokuwa tuko duniani, ni wazi kwamba tunaweza kukutana na mateso mbalimbali. Yohana 16:33. Tulisomea Yohana 16:33. Biblia inasema, hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yenu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Yesu mwenyewe alithibitisha ya kwamba ulimwenguni tunayo dhiki. Dhiki maana yake ni shida. Dhiki maana yake ni maumivu. Dhiki maana yake ni matatizo, ni changamoto. Yesu anasema, jipeni moyo, duniani mnayo dhiki. Dhiki tunayopitia sio kitu cha ajabu. Yesu mwenyewe aliishi miaka 33 duniani. Katika maisha yake yote zile miaka hiyo 33 aliona dhiki, lakini anasema mtashinda kwa sababu mimi nimeushinda nini? Ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Zinaweza zikawepo sababu nyingi ambazo zinaweza zikasababisha mtu akapita kwenye dhiki au akapita kwenye mateso. Sababu ya kwanza ni Mungu ameruhusu. Unaweza kupita kwenye mateso, unaweza kupita kwenye maumivu, unaweza kupita kwenye hali usiyoipenda, si kwa sababu umefanya dhambi, na hasha, si kwa sababu hautii maagizo ya Mungu, hapana, ni kwa sababu Mungu ameruhusu upite hapo unapopitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kila anayepita kwenye mateso kwamba hajui kuomba. Sio kwamba kila anayepita kwenye shida hajui kumtafuta Bwana. Hapana. Mateso mengine ni Mungu anakuwa ameruhusu mtu apite kwa makusudi fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano mzuri ni wana wa Israeli. Tunafahamu habari za wana wa Israeli jinsi ambavyo walitembea na Mungu. Kuna majira ambayo walipita kwenye dhiki sana, lakini Mungu aliwaachilia wapite kwenye ile dhiki, kwenye yale mateso kwa makusudi fulani. Kutoka sura ya 13 mstari wa 17. Kutoka sura ya 13 mstari wa 17. Biblia inasema, ilikuwa hapo Farao alipokwisha kuacha hao watu waende zao, Mungu hakuwaongoza kwa njia ya nchi ya Wafilisti, ijapokuwa ilikuwa ya karibu, maana Mungu alisema wasije wakagairi watu hawa
18 akawazungusha hao watu kwa njia ya bara ya kando ya bahari ya Shamu. Wana wa Israeli wakakwenda kutoka nchi ya Misri hali wamevaa silaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mungu anaweza akampitisha mtu kwa makusudi. Biblia inasema wana wa Israeli walikuwa wanaweza kupita katika njia ambayo ilikuwa ni rahisi sana kupita, lakini Mungu akawapitisha kwenye njia ndefu ili wazunguke muda mrefu kabla hawajaiona ile njia, waweze kufika kwa urahisi pale ambapo Mungu amewakusudia au kwenye ile nchi ya ahadi. Lakini Mungu hakuruhusu wapite njia ya mkato, hakuruhusu wapite njia nyepesi, kwa sababu alijua wakipita njia nyepesi wanaweza wakagairi wakarudi nusu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mungu anaweza akaruhusu upite njia ngumu tofauti na watu wengine. Ukajiuliza, mbona wengine kama wanatembea kirahisi tu? Kwa nini mimi njia yangu ni ngumu sana? Kwa nini wengine kidogo tu wanapokea baraka? Kwa nini mimi sipokei baraka kirahisi? Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu kwa makusudi. Haleluya. Haleluya. Tunafahamu habari za Ayubu, jinsi ambavyo Ayubu alipita. Ni Mungu alimruhusu shetani apige Ayubu kwa mateso makali ili ya kwamba Mungu aweze kujitukuza. Kwa hiyo Mungu aweza anakupitisha kwenye mazingira fulani usiyoyapenda, usiyoyafurahia, ni kwa sababu Mungu anatafuta utukufu kupitia hilo jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu anaweza akawa anapitishwa kwenye mazingira fulani magumu kuliko wengine, ni kwa sababu Mungu anataka kumtengeneza yule mtu. Haleluya. Na lengo la kumtengeneza, Mungu anataka amfanye kuwa chombo chake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine Mungu anaweza akaruhusu mateso yakaendelea kung'ang'ania, mateso kung'ang'ania hayatoki, kung'ang'ania tu na wewe. Ni kwa sababu Mungu kuna kitu anatengeneza. Mara nyingi sana mtu anapopita kwenye dhiki, anapopita kwenye mateso, ile hali ya kiburi, ile hali ya kujiinua huwa imeisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupitia mateso mtu, Mungu anaweza akatafuta unyenyekevu kwa mtu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupitia mateso Mungu huwa anatufinyanga tuwe vyombo. Tunakuwa na tabia za asili. Bwana Yesu asifiwe sana. Zile tabia Mungu akiziangalia anasema huyu ni mtumishi wa Mungu, huyu ana kitu cha Mungu ndani yake, lakini kuna asili iko ndani. Ni asili, ili iweze kuisha lazima niachilie mateso kwa mtu. Haleluya. Unapita kwenye njia ngumu, ni Mungu anatafuta kuziondoa zile asili ili aweze kubakiza kitu original, kile kitu kifae kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Haleluya. Kifae kwa ajili ya taifa la Tanzania. Haleluya. Kifae kwa ajili ya kanisa la Tanzania. Kwa si kila anayepita kwenye mateso ya kwamba ana makosa, la hasha. Kuna mateso Mungu huwa anayaruhusu. Anayaruhusu kwa mtu kwa makusudi. Haleluya. Tunajifunza kwa kina Sara na Ibrahimu. Tunafahamu walikaa miaka ya kutosha, hawakuwa na watoto, lakini ni matajiri, lakini wana kila kitu, lakini tumbo la Sara limefungwa, hawezi kuzaa. Wanazalia mabinti, naona wanakuwa wanaolewa, wanazaa, lakini Sara yupo hajawahi kuzaa mtoto.
Haleluya. Kwa nini Mungu aliruhusu? Leo tunasoma habari za Ibrahimu, tunakutia moyo. Haleluya. Kuna mtu mmoja pia amekata tamaa akisikia habari za Ibrahimu na Sara, ya kwamba Ibrahimu alikuwa na miaka mingi na Sara alikuwa na miaka mingi. Akisikia habari za Sara, ya kwamba Sara alikuwa amekoma kwenye desturi za wanawake, miongoni mwa wanawake wenye sifa ya kuzaa. Sara hakuwa na sifa ya kuzaa, lakini Biblia inasema yalifika majira Sara akabeba mimba akamzaa Isaka. Kuna mtu mmoja anainuliwa katika jina la Yesu Kristo. Lakini kama wasingepita, usingesikia ushuhuda, usingetiwa moyo. Haleluya. Kile unachopitia, kuna mtu kesho atakuja kwako, atakueleza matatizo aliyonayo. Yawezekana ni zaidi ya kwako, yaliyo chini ya kwako. Utasimama utamwambia kama nisikilize. Oh, haleluya. Utamwambia kama nisikilize. Nilipita hapa, nikapita hapa. Leo Bwana ameniinua. Haleluya. Haleluya. Ni vizuri sana kuhakikisha kwenye jaribu lako, kwenye mapito yako, Mungu anatamani sana kuona mtu anayepita kwenye majaribu, anayepita kwenye kipimo cha Mungu. Furaha ya Mungu, shamba ya Mungu, ndio mtu ashinde. Bwana Yesu asifiwe sana. Oh, haleluya. Yule mtu ashinde, Mungu anakuwa amekaa pembeni. Oh, ni kama kocha mzuri ambaye wachezaji wako uwanjani. Wakati wachezaji wanacheza, yule kocha anakuwa yuko pembeni. Anaangalia jinsi ambavyo wale vijana anawatrain vizuri. Wako wanacheza mpira. Ndivyo alivyo Mungu wetu. Wakati tumekaa tunatembea kwenye mambo tunayopitia, tunapita kwenye magonjwa, tunapita kwenye utasa, tunapita kwenye umasikini, tunapita kwenye kutegwa. Oh, haleluya. Lakini kwa kocha wetu Yesu Kristo amekaa pembeni, anaangalia mchezo unavyokwenda, anaona jinsi ambavyo kuna mtu anakata kona, anapiga mpira, anapeleka huko, anarudisha nyuma, anakata chenga, anakwenda anafunga goli. Bwana yupo anaangalia. Haleluya. Unaweza kama striker wa Mungu. Haleluya. Bwana atajivunia kama nani? Kama mchezaji gani nyoa wa mpira? Kama Mayele. Na nani mama Mayele? Sisi nani yupo sasa hivi? Alisikii nani mwingine? Na Bwana Yesu asifiwe sana. Oh, haleluya. Wakati Simba na Yanga wanaingia uwanjani, kuna wale masaika wacheza mpira maarufu ambao wanajua mpira vizuri, wako uwanjani. Mashabiki wote wamekaa wanawatazama, wanawaangalia wale wacheza mpira ambao wanajua kucheza mpira vizuri, wako wanawatazama. Ndivyo ilivyo mbinguni. Haleluya. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu pamoja na malaika wote wanakutazama. Wanakutazama mwanangu. Hivyo unavyolia watu wanakuangalia. Unavyolia ni pale ambapo wanaona unakata mpira, unapeleka kushoto, unapeleka kulia. Ndivyo mbinguni wanakushangilia. Wanasema endelea mbele mbele. Wanasema mbele anakwenda. Wanasema huyu anakwenda, John anakwenda. Anakwenda, wanashangilia. Na mshinde Bwana anafanya nini? Anaweza kutoa zawadi. Anaweza kama ni mchezaji mzuri wa kulipwa, anaweza akaongezewa dau ya mshahara. Oh! Mataifa wengine wanaweza kama wanamwangalia, mataifa mengine Kenya wanamwangalia Aziz Ki, watu wanamwangalia fulani kwenye mechi ya mchezo wa Tanzania. Wanaona anapocheza vizuri, watu wanainuka wanasema tunataka tumnunue. Tunataka tumnunue. Thamani yake ni kubwa. Unapokuwa unapigana vita, unavuka majaribu, thamani yako inakuwa. Haleluya. 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 Ukivuka jaribu moja, wewe unapaswa mtu wa kawaida. Kwenye ulimwengu leo umepiga hatua. Haleluya. Unapandishwa daraja. Unapandishwa daraja. Unakuwa ni mtu mwingine. Oh! Hakuna kitu ambacho
Yesu sasa. Haleluya. Angalia makomando wote wa imani. Haleluya. Angalia makomando wote wa imani ambao tunawasoma. Sio watu wa kawaida. Ukiona mtu ameandikwa kwenye kitabu, sio mtu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Jaribu unalopitia, hicho unachopitia, sio kwamba Mungu amekuacha wala Mungu amekusahau, lakini Mungu anakutengenezea utukufu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sisi tunajaribu kupata vitu kwa Israeli situ. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tunajaribu wanaopata vitu kwa Israeli si hawana kuu. Lakini watu wote wakuu wote watanguliza Biblia mpaka nyakati hizi, mtu yote ambaye ana jina la kuitwa mkuu alijua kupambana. Haleluya. Alijua kumsubiri Bwana. Endelea kusubiri, Bwana ameruhusu. Haleluya. Lakini mtu anaweza akapita kwenye mateso. Sio kwamba Mungu ameruhusu. Hapana. Sio kwamba ni jaribu. La hasha. Lakini yule mtu anaonewa tu na shetani. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Anaonewa, ananyanyaswa. Kuna watu sio kwamba majina yao ya kuinuliwa hayatafika. Hapana. Sio kwamba kuna kitu kimezuia. Hapana. Lakini wananyanyaswa tu chini. Wananyanyaswa. Kuonewa nini? Kuonewa ni kukandamizwa. Ni kukandamizwa bila huruma. Ni kuingizwa kwenye mashimo na magereza ya maonezi katika maeneo mbalimbali ya maisha. Ni haki yako kulipwa mshahara mwisho wa mwezi, lakini haulipi mshahara. Sio kwamba hujafanya kazi kwa bidii. No, umefanya kazi kwa bidii. Lakini bosi anakuonea tu. Anajua hauna la kumfanya. Hawezi kumshtaki popote. Anakuona ni mdogo. Wewe yeye ni mkubwa. Acheo. Kwa hiyo anajua hawezi kumfanya kitu. Kwa hiyo anakunyanyasa, kuonea. Ndivyo alivyo shetani. Tabia shetani huwa ana tabia ya kumwonea mtu. Haleluya. Ana tabia ya kumnyanyasa mtu. Anamnyanyasa tu makusudi. Tusome Isaya 58 mstari wa 6. Isaya 58 mstari wa 6. Aliyeona anaweza kusoma kama maiki, sasa kusoma Isaya 58 mstari wa 6. Je, saumu mlioichagua sio ya namna hii, kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za mila, kuwaacha huru walioonewa, na kwamba mvunje kila mila? Anasema saumu mlioichagua sio hii, kufungua vifungo, kuzilegeza kamba, kuwaacha huru walioonewa. Kuacha huru walioonewa. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu. Kazi mojawapo ambayo Yesu alikuja kuifanya duniani ni kutuokoa na uonezi wa shetani.
Ndio kazi kubwa pia ya kufanya. Shetani alikuwa ametukandamiza mwamshalilao. Alikuwa ametunyanyasa. Kinalo usingizi kanisani maana tumepata hasara. Alikuwa ametunyanyasa. Alitusukuma kwenye mateso, akatuingiza kwenye magereza ya manyanyaso na mateso. Yesu alipotutazama kwenye yale mashimo ya mateso, mateso ya masikini, mateso ya magonjwa, mateso ya kila namna, Yesu alipotazama tuona tupo kwenye yale magereza, hatuna namna ya kutoka. Kansa zimetukamata, magonjwa ya sukari yametukamata, umasikini umetushika, hatuwezi kutoka kwenye yale mashimo. Alipokuwa mbinguni akasema, nitakwenda kumwokoa mwanadamu kwenye yale mateso. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe tunayakumbuka mateso ya Yesu, si ndio? Tunayafahamu mateso ya Yesu. Na wiki hii tunakwenda kuwazimisha yale mateso aliyopitia. Sasa yale mateso ya Yesu pale msalabani, kule kupigwa mijeledi, alikuwa na mwili kama mwanadamu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alipigwa zaidi ya mwizi. Ushaona mwizi anapigwa? Mimi nikiona anakimbia baba. Ushaona? Sasa Yesu alipigwa zaidi ya mwizi, zaidi ya mwizi. Alipigwa. Alichalazwa, alipigwa, aligongewa, alichomwa, mwili wake uliharibiwa. Isaya anasema aliharibiwa vibaya, hakuna kumtamani. Wanasema zile video zile filamu ambazo walifanya zile, yani zile haziingii hata kidogo kwa yale mateso. Wanasema zile filamu wameweka kinguo kidogo hapa, wale walioigiza wameweka kinguo kidogo hapa. Wataalamu wa Biblia wanasema Yesu hakuwa na nguo yoyote, alikuwa uchi. Uchi kabisa, akatundikwa. Alipokuwa uchi, watu hapa chini, alitundikwa juu ili kila mtu amuone juu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ya kutundikwa juu maana yake kila atakayemtazama, haleluya, popote pale alipo, akimtazama Yesu amepona. Haleluya. Haleluya. Na ndio maana watu wakija na mateso wakasema tunamtaka Yesu, tunawaambia mtazameni Yesu msalabani. Yeye alikuja kwa ajili yetu. Wakimtazama wanapokea uponyaji. Haleluya. Yale mateso aliyobeba, tuamuru usikilize, usinyanyaswe, usinyanyasike. Yale mateso yalikuwa ni badala yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alisimama kama mama yetu. Haleluya. Yeye ni maumivu yetu yote. Alichukua kansa ya huyo, akachukua na yule, akachukua HIV ya huyo, akachukua na yule, akasimama peke yake. Kama Yesu nampenda, mpigie makofi mengi. Ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tulipomkimbilia yeye, anazichukua changamoto zetu zote, anazimaliza, kwa sababu alimaliza pale msalabani. Na si hivyo tu, wakamgongelea na misumari. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wakasema itoshe, wakapigilia na msumari
ili kwamba aendelee kuwa kule kule juu. Haleluya! Ule msalaba usije ukamwachia, aendelee kuwa kule kule juu. Damu zikawa zinatiririka. Oh, haleluya! Ile damu ilivyokuwa inatoka, tumaini, ile damu ya Yesu pale msalabani ilimwagika ili wewe utembee. Haleluya! Urudi mahali ukafanya kazi. Ile damu ilimwagika ili urudi ofisini ukafanya kazi. Amina. Haleluya. 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 Hiyo huzuni ulionayo, unasikia huzuni, unaishi na maumivu ya moyo, sio haki yako kuishi na hayo maumivu. Maumivu alikuwa nayo Yesu. Biblia inasema alipata na maumivu makubwa ya moyo mpaka ikafikia majira akasema, Bwana, kama ikiwezekana uniepushe na hili kikombe. Alikuwa na maumivu ya moyo. Kuna mtu anaonewa hapa, moyoni mwake hana amani. Wengine wanacheka, yeye hacheki. Moyo wake umejaa uchungu. Kwa nini umejaa uchungu? Sio kwa sababu una shida. Wenye shida sio wewe peke yako. Wapo wenye shida zaidi yako. Wapo hawana pesa, sio wewe peke yako. Wapo ambao wana pesa zaidi yako, lakini wanacheka, lakini wana furaha. Ni nini kimetokea? Shetani anakuonea. Furaha ni haki yako. Haleluya. Kucheka ni haki yako. Haleluya. Kutembea kwa furaha ni haki yako. Kutembea unalia kila siku sio haki yako. Haki yako ni kufurahi. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Alibeba huzuni yetu. Na ndio maana mshukikuta mlokole ambaye anajua haki yake, ni kweli hana pesa mfukoni, ni kweli mambo hayako sawa, ni kweli kuna mambo yamesimama vibaya, lakini ukimtazama ni kama anajaza mamilioni ndani, lakini hata 500 hana ndani yake, amejaa furaha. Kuwa na furaha ni haki ya kila mwamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni haki ya kila mwamini. Umeibiwa, shetani amekuibia, kuna wizi umefanyika, na ndio maana una hali hiyo. Shetani amekuibia, lakini Yesu amebeba huzuni zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuonewa ni kutumikisha. Sema kutumikisha. Sema kwa sababu kutumikisha. Mshike jirani yako, mwambie kutumikisha. Mwambie ninakutumikisha. Unaweza ukaonewa na shetani kwa kutumikishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutumikishwa ni kupi? Unafanya mambo ambayo wewe unafurahi, upendi kufanya, lakini unajikuta unafanya. Unaonewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakunywa pombe, sio kwamba unapenda kunywa pombe, ila kuna laana inakutumikisha, inakushurutisha kwamba lazima unywe pombe. Jana tukakwenda redioni na Edward, tukafika pale Mwembe Yanga. Akaniambia, dada, hapa Mwembe Yanga ndio wanataka vijana wale wateja wale ambao wamejaa. Sasa kweli sema Mungu kwa ajili yao. Akasema wanakuja tu kukaa kwa sababu sehemu ambayo